Mwanalugali Secondary School. Shule ya sekondari ya Mwanalugali kutoka wilaya ya Kibaha, mkoa wa Pwani, ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2022. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation, ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kutambua, kuthamini na kuendeleza uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Mradi huu pia umekusudiwa kuwapa wanafunzi ujuzi katika eneo la ujasiriamali. Katika Uwezo Award mwaka 2022, shule hii ya Mwanalugali Sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya shaba, yaani Bronze Trophy, baada ya kuwa washindi wa 15 kati ya shule 250 zilizoshiriki mradi kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Kwa mwaka 2022, mradi wetu tuliita Think Beyond Save the Society. Katika mradi huu tulianzisha mradi wa kutengeneza vyoo, pia tulifanya mradi wa kuchangia damu pamoja na mradi wa kutunza mazingira. Katika mradi wa kutengeneza vyoo tuliamua kutengeneza vyoo vya wasichana kwa sababu hali yake ya kimazingira ilikuwa ni mbaya na ilikuwa inasababisha magonjwa kwa watoto wa kike ambao ni wasichana kwa Mwanalugali. Pia katika mradi wa mazingira tuliamua kuanzisha bustani mbalimbali ambazo zitaweza kutunza mazingira na kupendezesha shule, kwa maana kwa kipindi kile hali yetu ya shule ilikuwa ni mbaya, kwani bustani baadhi zilikuwa hazipo na mazingira yalikuwa ni makavu ambayo yalikuwa hayavutii. Na katika mradi mwingine ambao tulifanya, tulihakikisha kuwa tunachangia damu kama wanachama kwa watu ambao walikuwa wana matatizo, ambapo watu wale wanaohusika na kuchangia damu kutoka hospitali ya Tumbi walifika hapa shuleni, nasi tukajitoa kwa wingi, wanafunzi wengine na hata members ambao wote ambao tulikuwa tunashiriki katika Uwezo Award tuliweza kuchangia damu. Tulipata kiasi cha $162,500 kupitia miradi mbalimbali. Moja ya mradi huo ni utengenezaji wa sabuni, ambao members wetu tulitengeneza sabuni kwa kusaidiwa na madam ambaye alitufunza namna ya kutengeneza sabuni. Tukaziuza pia kwa walimu na wanafunzi. Ila baadhi ya wanafunzi ambao wanakaa shule wanaokuja kutwa walibeba baadhi ya sabuni na kwenda kuziuza majumbani kwao. Lakini pia mradi mwingine ambao ulituingizia kipato ni ligi. Tulianzisha ligi ambalo mshindi alipewa mbuzi, lakini pia katika fedha ambazo tumezikusanya, ambao kila mwanafunzi alicontribute shilingi 500, ambao kila ilitumika katika kununua mbuzi, pia kuchangia mradi wetu, kuwezesha mradi wetu kuendelea. Lakini mradi mwingine ambao tuliufanya katika kukuza mtaji ni uuzaji wa pipi. Tulinunua pipi kwa jumla na kuziuza kwa wanafunzi wenzetu na walimu pia. Kila pipi moja ambayo tulikuwa tunauza 200 pia ilituongezea kipato, ilituongezea na kukuza mpaka kufikia $102,500. Je, walipata changamoto zozote? Katika ufanyaji wa project tulipitia changamoto mbalimbali. Mojawapo ni ufanyaji wa project, muda wa ufanyaji wa project. Muda sisi tulipanga ili tuepushe ufanyaji wetu wa project na muda tofauti wa masomo. Kwa tukapanga project yetu tutafanya kipindi cha weekend. Kwa kuwa shule yetu sisi ni ya bweni, kuna wanafunzi wa bweni na wengine wa kutwa. Siku ya weekend ilikuwa vigumu kuwapata wanafunzi ambao wa kutwa ambao wanatoka nyumbani kuja shule, kwa sababu mzazi wengine hawaamini wanafunzi wao, watoto wao. Kwa hiyo ilikuwa vigumu kwa wanafunzi wao kufika shuleni na kuweza kufanya project. Changamoto nyingine ilikuwa kwenye uuzaji wa sabuni. Kwenye uuzaji wa sabuni wanafunzi wa shuleni hapo walikuwa wanaona aibu sana member zetu kwenda kuuza sabuni. Wengine walikuwa wanajificha kabisa kwenda kuuza, wanakaa nyuma. Kwa wale kila siku ambao ndio walikuwa wanafanya project ndio wao ndio ambao walikuwa wanaenda kuuza sabuni. Kwa mwitiko wa wanafunzi au members ulikuwa mdogo kwenye uuzaji wa sabuni, kwa sababu wengi walikuwa wanajisikia aibu. Walikuwa wanaona wataonekanaje wanafunzi wanauza sabuni, wataonekanaje kwenye jamii, wataonekanaje kwa wanafunzi wenzao na kama hivyo. Katika kufanya mradi wetu tulipitia changamoto mbalimbali ambazo ni pamoja na mwitikio wa watu. Mwitikio wa watu ulikuwa ni mdogo sana kulinganisha na idadi ya watu ambao tulitakiwa tufanye project, ambao ni watu 20. Tulikuwa wachache sana, lakini katika hao wachache pia ushirikiano ulikuwa ni mdogo kiasi kwamba
ni watu wachache sana walikuwa wana participate katika mradi huo. Lakini changamoto nyingine ni katika upatikanaji wa vifaa katika kutengeneza, kurekebisha choo kule ambacho nilikuwa mradi wetu mkuu. Baada ya kusikia kwamba tumeshika nafasi ya 15 katika shule 200, binafsi nijisikia furaha zaidi. Nikilinganisha na members wengine nao furaha ilikuwa kubwa zaidi. Ila binafsi kwa upande wangu, sababu siwezi nikaingia kwenye nafsi ya mtu mwingine, binafsi nilijiona kwamba furaha yangu ni zaidi kwa sababu tulijiona kwamba katika shule 200 sisi tumeshika nafasi ya 15. Katika shule zote 200 walifanya project nzuri, ila za kwetu sisi ilikuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo nilipata furaha kuona project yetu imeingia miongoni mwa project 15 bora. Tupo humo ndani. Kwa hiyo nijisikia furaha, siwezi kuelezea. Jambo gani wanajivunia kujifunza katika ushiriki wao kwenye mradi huu? Kwenye ufanyaji wa project yetu tumejifunza vitu mbalimbali. Binafsi mimi nimejifunza, cha kwanza nilichojifunza mimi kama mimi kwenye fundraising pale, nilijifunza kwenye utengenezaji wa sabuni. Kabla nilikuwa sijui jinsi ya kutengeneza sabuni, kupitia project hii nimejifunza jinsi ya kutengeneza sabuni. Hata hapa nilipo sasa hivi naweza nikatengeneza sabuni mimi mwenyewe bila kusaidiana na mtu wote. Pia kingine nilichojifunza kwenye project yenyewe pale tulikuwa tunatengeneza kule vile vyoo. Nimejifunza jinsi ya kuweka tiles kwenye vyoo, kuweka hivi vigae vya tiles vipande. Kwa hiyo na unaweza nikasimama mimi kama mimi nikaweka tiles. Kupitia miradi hiyo ya kukuza mtaji tumejifunza vitu tofauti kama vile kutengeneza sabuni, namna ya kuconvince watu katika uuzaji, pia ushirikiano baina yetu sisi kama members. Katika mradi huu pia nilijifunza mambo mengi. Kwa mfano katika kuweka tiles katika vyoo na sehemu mbalimbali ambazo zinatakiwa kuwekwa tiles. Huo ni ujuzi ambao sikuwa nao kabla. Ila kupitia mradi huu nimejifunza na nimekuwa na ujuzi kama huo. Lakini pia katika kutengeneza bustani sikuwa na ujuzi ambao mpaka sasa hivi ninao. Nimejifunza kutokana na ule mradi wa bustani. Katika kupanda mboga za majani na nini. Mboga za majani zinahitaji hali gani, zinahitaji kiasi gani cha maji na nini. Hivyo ni vitu ambavyo nimejifunza. Kupitia mradi huu nilijifunza kwanza kujali jamii na kujitoa kwa jamii ili waweze kunufaika na mambo ambayo sisi tulikuwa tunayafanya. Kwa mfano kwenye mradi wa kuchangia damu, mimi nilijifunza kwamba unapochangia damu unaweza kuokoa maisha ya mtu ambaye ulikuwa haumfahamu. Na pia katika kutunza mazingira tulijifunza kwamba hata mmomonyoko wa udongo tunaweza tukauzuia, ambapo tulijifunza mmomonyoko wa udongo unaweza usifanyaje usitokee maeneo ya karibu ya shuleni pale ambapo tulipopanda miti na kufanya shule yetu iwe nzuri. Tulikutana pia na mwalimu msimamizi wa Uwezo Club ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi kwenye mradi huu. Wanafunzi hao walishiriki katika hatua mbalimbali katika kuandaa mradi huo, kwa sababu shule kama shule hatuna chanzo cha mapato. Kwa hiyo walikuwa wabunifu wao wenyewe kwa kutengeneza sabuni. Kuna mwalimu ambaye ni mtaalamu wa kutengeneza sabuni, nilimuomba akawaelekeza wanafunzi na wakazijua hatua za kuandaa na kutengeneza sabuni, na hatimaye wakaingia sokoni ambapo waliuza sabuni hiyo kwa walimu katika shule hii. Lakini pia na wenyewe wanafunzi waliweza kununua sabuni hiyo kwa matumizi ya nyumbani kwao. Pamoja na mradi huo pia walikuwa na mradi wa kuuza pipi. Walibuni wao wenyewe, baada ya kuuza sabuni zile na kujipatia mtaji, wakanunua mifuko ya pipi, wakawa wanauza kwa wanafunzi wenzao. Baada ya hapo wakaingia kwenye project yenyewe, ambao project hiyo ilikuwa ni ya kutengeneza mazingira ya shule. Wakaanzia na utengenezaji wa vyoo, lakini pia na kutengeneza eneo ambalo ni smart area. Katika kutekeleza mradi huo kuna changamoto mbalimbali ambazo wanafunzi hao wanakutana nazo, ambazo mojawapo ni muda. Ratiba ya shule inakuwa imebana sana, lakini walikuwa wakitumia siku za weekend na muda baada ya masomo ndo wanaingia kwenye mchakato wa kufanya projekti zao. Sababu kwenye ratiba ya shule hatuna hiyo ratiba ya kufanya hizo projekti. Lakini changamoto nyingine ni chanzo cha mapato. Ili waweze kutekeleza miradi ambayo wanatarajia kuifanya, chanzo cha mapato inabidi kwanza wakiwa na mradi wa kufanya kama ni biashara, wakope mtaji
wafanye biashara, wapate faida, warejeshe mkopo, alafu kinachosalia ndio waweze kufanya project yao. Na huu ndio mradi ambao waliwapa wanafunzi wa Mwanalugali Sekondari ushindi katika Uwezo Award 2022. Onyesha uwezo.